إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المؤمنون عباد الله إن الحج أمره عظيم ومن عظمته أنه يهدم ما كان قبلها من الذنوب قال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله أخرجه الإمام مسلم. Ndugu zangu katika iman, awali ya yote na kuhusieni kadhalika naihusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala. Kwa hakika wamefuzu na kufaulu wale wamchao Allah subhanahu wa ta'ala. Unwani ya hutuba yetu ya leo ni risala maalum, risalatun ila man lam yahuj. Ni ujumbe maalum kwa wale ndugu zetu ambao bado hawajatekeleza ibada ya hija, hali ya kuwa Allah amewapa uwezo wa kutekeleza ibada ya hija. Ndugu zangu katika iman, maneno haya tunayazungumza mimbabi nasiha wa amalan biqaulihi sallallahu alayhi wasallam ad-dinu nasiha. Tunaambizana maneno haya katika mlango wa kupeana nasaha, na Mtume sallallahu alayhi wasallama ameifanya dini ni kunasihiana. Kwa hiyo ni lazima tunasihiane kwa sababu nasaha ni sehemu ya dini. Ibada ya hija ni jambo kubwa sana, ni ibada kubwa sana, na katika ukubwa wake Mtume sallallahu alayhi wasallam ameitaja ibada hii kwamba ni sababu ya mtu kufutiwa madhambi yake yote yaliyotangulia. Katika maneno yake Mtume sallallahu alayhi wasallam akimwambia Amr ibn al-As, ama alimta ya Amr, hivyo haujajua bado ewe Amr, anna al-islam yahdimu ma qabla, kwamba mtu anaposilimu kikweli kweli, kusilimu kwake kunafuta makosa yake yote yaliyokuwa kabla ya kusilimu kwake. Wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha, na kwamba hijra wakati ule bado ipo hijra, mtu anapohama kwa misingi ya dini kwa sababu ya kuihami na kuilinda akida yake, ni sababu ya kusamehewa madhambi aliyoyafanya kabla ya kufanya hijra. Wa anna al-hajja yahdimu ma kana qabla,
na kwamba ibada ya hija ni sababu ya kusamehewa madhambi yaliyokuwa kabla yake. Ndugu zangu katika iman, katika ibada ya hija ingelikuwa hakuna lingine isipokuwa hili, ilikuwa linatosha watu wapopie kutekeleza ibada ya hija. Ayuhal mu'minuna ibadallah, katika hadithi ambayo ameipokea Abu Huraira radhiyallahu anhu wa ardhah, ameitaja al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man hajja hadha al-bayt falam yarfuth wa lam yafsuk raja'a ka yawma waladathu ummuh. Mtume anasema katika kuzungumzia thamani ya ibada ya hija, malipo anayoyapata mtu mwenye kutekeleza ibada ya hija, Mtume anasema yeyote atakayekusudia nyumba hii, akikusudia al-Kaaba, akaja kutekeleza ibada ya hija, falam yarfuth, akawa amejiweka mbali na vitenguzi vya kimaneno, wala yafsuk, na ikawa amejiweka mbali na maovu yote, raja'a ka yawma waladathu ummuh, anarudi kutoka katika ibada ya hija kama siku aliyozaliwa na mama yake, msafi, hana dhambi hata moja. Ayuhal mu'minuna ibadallah, lakini mazungumzo yangu kwa leo kama nilivyotangulia kusema, khasun billadhina lam yahujju ma'a anna Allah jalla wa ala an'ama alayhim bilmal. Tazungumza na wale ambao Allah amewapa fursa ya mali, uwezo wa kupata nauli ya kwenda na kupata masurufu ya kuacha katika familia zao wanao, lakini bado wamegoma na hawajataka kwenda kutekeleza ibada hii. Ndugu yangu katika iman, ewe ambaye umewajibikiwa faradhi hii lakini bado unataraddad, bado unajiweka katika orodha ya watu ambao hawana uwezo, lakini tunakuona unazidi kujipanua katika mipango yako ya kidunia, unayatengeneza maisha yako na kuweka mambo ambayo tunayaita mipango ya baadaye, malengo ya baadaye, nijiweke vizuri kwa baadaye ambayo hatuna uhakika nayo, hujui ni lini. Hii baadaye inakufanya unaacha faradhi ambayo ni nguzo katika nguzo za Uislamu, ukashindwa kuona kwamba ni fakhri, ni fursa na wewe uende katika viwanja ambavyo wametembea manabii na mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, katika ardhi ambayo Allah jalla wa ala ameitaja waman dakhalahu kana amina, viwanja ambavyo ni viwanja vya pekee katika maeneo ambayo viko vipande vya ardhi. Katika maeneo hayo Mtume SAW amevitaja kuwa ni viwanja vya peponi. Ukawa nafsi yako haishawishiki, na wengine katika ndugu zetu wametembea miji mbalimbali, mataifa mbalimbali duniani, uwezo wa kwenda kwenye mataifa mengine kwa maslahi yake ya kidunia upo, lakini uwezo wa kwenda kutekeleza ibada ambayo ni nguzo katika nguzo za Uislamu haoni mtu kama ni wajibu. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala alimuamrisha Nabiyullah Ibrahim al-Khalil an yunadi fi an-nas, awaite watu. Akatangaza Nabiyullah Ibrahim, enyi watu, Allah jalla wa ala amekuiteni katika hija, na Allah akaifikisha sauti ile. Ndugu zangu katika imani, ambao tayari mna uwezo, hauoni kama ni aibu wito huu wameuitika waumini wenzako ambao wana uwezo kama wewe, lakini wewe umeona wito huu haukuhusu, umegoma, ukabakia wewe hauna haji. Unafikiria nini pale utakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, akakuuliza kunako faradhi hii ambayo pengine utaondoka duniani pasina kuitekeleza, hali ya kuwa ulikuwa ni katika watu wenye kuwajibikiwa? Utamwambia nini Allah subhanahu wa ta'ala?
Kwetu sisi unaweza ukatuambia bado sijawa na uwezo kwa sababu hatujui uchumi wako. Lakini tambua sisi hatumiliki pepo wala moto. Lakini Allah Jalla wa Ala, huyo aliyekuruzuku anakujua. Kama unaweza anajua, na kwamba umegoma anajua. Ndugu yangu katika iman, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ana maneno yake, anasema kuhusiana na faridhatul hajj, anasema wal hajju tamamul islam. Ibada ya hija ndiyo inatimiza uislamu wa mtu yule mwenye uwezo. Kisha asema wal islamu buniya ala khamsin, na uislamu umejengwa juu ya nguzo 5: shahadati an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi ramadhana, wa hajjil baiti man istata'a ilayhi sabila. Kisha akasema baada ya kuzitaja nguzo 5 ambazo ndio zimeujenga Uislamu, akasema ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala pindi alipohiji mtume sallallahu alayhi wasallam hajjatul wadaa, Allah akateremsha maneno yake akasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Siku ya leo nimeitimiza dini yenu, nimeikamilisha dini yenu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, siku ya leo nimeikamilisha dini yenu. Kwa maana mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ndiyo musharri kwa umma wake, kwa kutimiza kwake nguzo ya 5 katika nguzo za Uislamu, dini imetimia, dini imekamilika. Na nimezitimiza neema zangu juu yenu na nikaridhia Uislamu iwe ndiyo dini yenu. Ndugu zangu katika imani, kabla ya kuhiji mtume sallallahu alayhi wasallam zilikuwa zinateremka sheria kidogo kidogo mpaka ilipokuja ibada ya hija ikaukamilisha Uislamu. Kwa hiyo yule ambaye ana uwezo na hajatekeleza ibada ya hija hali ya kuwa na uwezo, fa islamuhu wa dinuhu laysa bikamil, Uislamu wake na dini yake sio kamilifu. Ndugu zangu katika imani, chukua tahadhari wewe ambaye Allah Jalla wa Ala amekwisha kuweka katika watu wa wajibu, akakuchezea sheitan ukawa ni katika wale musawifin. Saufa ahuj, inshallah mwakani itakwenda, inshallah mwakani itakwenda. Angalia mtume sallallahu alaihi wasallam alipohiji hajjatul wadaa, katika maneno aliyasema mtume katika hutuba yake, aliwaambia umma uliokuwa umehudhuria, la'alli la alqakum ba'da ami hadha, nachelea huenda nisikutane na nyinyi baada ya mwaka huu. Na kweli mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanikiwa na hakuwafikishwa kuhiji hija nyingine. Wewe ambaye unasema mwakani, una uhakika gani na kufika mwakani hali ya kuwa Allah Jalla wa Ala amekupa fursa hivi sasa? Fursa inapokuja itumie. Huwezi kujua, kweli unaweza ukafika mwakani lakini ikawa huna pesa tena. Kweli unaweza ukafika mwakani na pesa unayo lakini ikawa afya hairuhusu tena. Lakini inaweza ikafika mwakani pesa unayo na afya inaruhusu lakini ikawa pengine mazingira hayaruhusu kwenda. Ni wangapi ambao walipanga kufanya ibada ya hija kile kipindi cha corona, pesa anazo na wengine wamekwisha lipa lakini haiwezekani kwenda. Ndugu zangu katika imani, taajjalu ila alhajj, fanyeni haraka kwa ninyi ambao Allah Jalla wa Ala amekupeni fursa kutekeleza ibada ya hija. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lah, kwa sababu hakuna yoyote ndugu zangu anafahamu nini linaweza likamtokea baadaye. Fursa inapokuja itumie. Ndugu yangu ambaye haujabahatika kutekeleza ibada ya hija, hebu chukua taswira hii. Wale mahujaji ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa fursa kama aliyokupa wewe
lakini wao wakaitumia vizuri. Fikiria wakati watakapokuwa wamesimama katika viwanja vya Arafa, viwanja ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallama amevizungumzia. Anasema siku ya Arafa watu wanapokuwa wamesimama katika viwanja vya Arafa, Allah jalla wa ala yanzilu nuzulan yaliqu bijalalihi, Allah anateremka kisha anawaambia malaika, watazameni waja wangu hawa wamekuja kutoka maeneo ya mbali, shu'than ghubran, hali ya kuwa wamechoka, wamejaa mavumbi, nywele timtimu, wamehudhuria katika viwanja hivi. Ma arada haula, mnadhani wanataka nini? Allah anawauliza malaika, wa huwa alimun bihim, Allah anajua mahitaji yao, anawaona, lakini ni mimbabi kwamba Allah anajifakharisha kwa waja wake waliokuja wameitika wito wake pale alipomwambia Ibrahimu, wa adhin fi nnasi bilhajj, watangazie watu ibada ya hija. Wameitika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala waumini. Ndugu zangu katika imani, katika viwanja hivi vya Arafa, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam, watu watakuwa wamesimama wanakumbuka makosa baina yao na Allah subhanahu wa ta'ala, wanamuomba msamaha katika maeneo ambayo akid kuna uhakika wa 100% mtu anasamehewa madhambi yake. Lakini vile vile wanatazama umri wao uliosalia, wanamuomba Allah jalla wa ala thabat, awape mwisho uliokuwa mwema katika viwanja na maeneo ambayo ina uhakika wa mtu kukubaliwa maombi yake. Huoni wivu kwamba hii ni fursa? Ziko fursa nyingi katika umri, lakini hakuna fursa kama hii. Ndugu zangu katika imani, ibada ya hija ni ibada adhim. Kwa wale ndugu zetu ambao wanapata uzito na taabu, wengine huwa wanaona kwamba labda muda ni mrefu, shughuli zake zitasimama, biashara zake zitakwama, miradi yake itakwama. Napenda niwaambie jambo moja ndugu zangu, katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, ibada ya hija sio zaidi ya wiki moja. Ni mara ngapi umetoka au pengine maradhi yamekulaza, huwezi kufanya chochote katika shughuli zako, yani unapewa likizo ya lazima. Vipi huoni furaha na raha ukapata likizo ya kuwa mbali na mambo yako ya kidunia, ukawa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, ukawa katika maeneo yaliyokuwa matukufu hakuna mfano wake duniani? Ibada ya hija inaanza tarehe 8 ya mwezi wa Dhulhijja, kisha tarehe 9 siku ya Arafa, kisha tarehe 10 yaumun nahar, yaumul hajjil akbar, kisha tarehe 11, 12 na 13 ayamu tashriqi, hija imemalizika. Vipi unapata uzito kama wewe hoja yako ni kwamba utakuwa ni muda mrefu, mambo yako yatasimama, yatakwama? Wallahi iko siku yatasimama moja kwa moja na hakuna atakayeangalia shughuli zako. Ayuhal mu'minuna ibadallah, tumogopeni Allah. Kwa nyinyi ambao Allah amekupeni fursa, eleweni ibada hii ya hija si jambo la khiari, wala sio utalii, wala haiendani na utashi wa mtu. Ni fardhi kama fardhi zingine, na Allah jalla wa ala atakwenda kutuuliza. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ba'd. Ndugu zangu katika imani, napenda nihitimishe hutuba yangu ya leo kwa kuyanukuu maneno ambayo ameyataja mmoja katika wanawazuoni wakubwa, Al-Allamatu Sa'idi rahimahullahu ta'ala, katika kuonyesha thamani na uzito wa ibada ya hija pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa amempa mtu uwezo wa kufanya hivyo. Anasema, i'lam anna din al-islam mabniyun ala khams, tambua muislam kwamba dini ya Uislamu inajengwa juu ya nguzo 5: shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi ramadhana wa hajjil bait. Hizi ndio nguzo 5. Kisha akasema,
waman istata'a as-sabila falam yahujj, na yeyote atakayekuwa amewafikishwa kuwa na uwezo kisha akawa hakutekeleza ibada ya hija, fa islamuhu wa imanuhu wa dinuhu fi ikhtilal, basi atambue uislamu wake na imani yake na dini yake kuna mapungufu. Akabainisha asema wa huwa a'dhamu jurman, na mtu mwenye kugoma kutekeleza nguzo hii hali ya kuwa amekwisha kuwa na uwezo, a'dhamu jurman, makosa yake ni makubwa sana, minazani wasariqi wa sharibil khamr, kuliko hata mzinifu, kuliko hata mwizi, kuliko mtu ambaye sharibul khamr, mwenye kunywa pombe. Haya kama unayaona ni mazito na ni makubwa, basi lile la kugoma kutekeleza hija hali ya kuwa una uwezo ni kubwa kuyashinda haya. Akasema al-allama Sa'di rahimahullah, wa kaifa yakunu al-'abdu 'indahu islam, katika kuyafafanua maneno haya, inawezekana vipi mtu ana uislamu wake, ana imani yake, hali ya kuwa yasma'u da'i al-hajj, anasikia wito wa kuwaita watu kutekeleza ibada ya hija, waqad asma'a al-qariba wal-ba'id, na huu wito wa Allah umewafikia waliokuwa mbali na waliokuwa karibu. Allah alipomwambia Nabii Ibrahim atangaze, awaite watu katika ibada ya hija, akasema Mola wangu, sauti yangu itafika wapi? Allah akamwambia ita, habari ya kuifikisha sauti sio kazi yako. Wito wa Allah umewafikia waliokuwa mbali na waliokuwa karibu. Vipi mtu wa namna hii anayaona vile vile makemeo ya adhabu kwa wale watakaogoma? Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Baada ya kuwa Allah ametangaza ibada ya hija, mwisho akamalizia wale watakaopinga kutekeleza agizo hili watambue kwamba Allah jalla wa ala ghaniyun, amejitosheleza, si muhitaji kwa walimwengu. Kisha waja'ala qasdahu mutammiman lilislami wal iman, Allah jalla wa ala akajalia mtu kuikusudia nyumba ya Allah kwa ibada ya hija ni jambo linatimiza uislamu wake. Hatan lidhunubi wal awzar, lakini ibada ya hija Allah kaijalia ni sababu ya kusamehewa makosa na kufutiwa madhambi. Mujiban lidukhulil jinan, ibada ya hija inamwajibishia mtu kuingia peponi kama hija yake itakubaliwa. Mukhrijan lil'abdi min na'atil fujjar, ibada ya hija inamtoa mtu katika sifa za watu waovu, anaingia katika kundi la watu wema. Ila anqala rahimahullah, maneno ni marefu, kisha akasema wal hajju fi ibada, wal hajju fi ibada, na mtu mwenye kutekeleza ibada ya hija pale anapotoka nyumbani kwake yupo katika ibada katika kila tasarufati zake zote. Kutembea kwake ni ibada, kukaa kwake ni ibada, kulala kwake ni ibada, kusinzia kwake ni ibada, tangu alipotoka nyumbani kwake mpaka siku anarudi nyumbani kwake. Sasa inakuwa kuaje kwa mtu mwenye iman akayajua haya na akajua kwamba ni agizo la Allah, kisha nafsi yake ikaona ni kawaida tu kugoma kutekeleza ibada hii? Ndio pale aliposema yule anayegoma kutekeleza ibada hii hali ya kuwa uwezo anao, basi mtu huyu madhambi yake na makosa yake ni makubwa kuliko hata mzinifu na mnywa pombe na mwizi. Ibadallah, ittaqullaha tabaraka wa taala wa'lamu anna tarka hadhihi al-fariidati lilqadiri jarimatun 'azima. Eleweni na mtambue kwamba kuiacha faradhi hii kwa wale wenye uwezo ni kosa lilokuwa kubwa na ni madhambi yaliyokuwa makubwa, kwa sababu utakuwa umeacha nguzo katika nguzo za Uislamu ambazo una uwezo wa kuzitekeleza lakini umegoma. Allah jalla wa ala atujalie na nyoyo, atupe nyoyo ambazo ni zenye kusikia na kuzingatia, lakini Allah jalla wa ala azifungue riziki zetu na azibariki tuweze kutekeleza ibada hii ambayo inatimiza nguzo za Uislamu. Sallu ala nabiyikumul karim faqad amarakumullahu bidhalika haythu qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت تواب الرحيم اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.